Nasaha 24 TV. Allah subhanahu wa ta'ala amefadhilisha baadhi ya zama juu ya zama nyingine. Akaufadhilisha mwezi wa Ramadhani kuliko miezi mingine, lakini akafadhilisha masiku 10 ya mwisho wa Ramadhani kuliko masiku 20 ya mwanzo. Hakadha yaf'alu ma yasha, hivi ndivyo anavyofanya Allah atakavyo. Ndugu zangu katika imani, Ramadhani inaenda kwa spidi ya hali ya juu. Tumeshazimaliza siku 20, tumeingia katika siku 10 za mwisho. Ambaye alikuwa hajui alifahamu hilo. Siku 20 zilizopita yafaa kutafakari. Je, saumu yako imekubaliwa? Je, sala zako za usiku zimekubaliwa? Hii ni siri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika masiku haya yaliyobaki 10 ni masiku maalum yenye umaalumu wake, na miongoni mwa vitu ambavyo ni maalumu sana haya masiku tulionayo, la kwanza annahu unzila fiha alquran. Huu ndio maalumu unapoanzia. Siku 10 za mwisho ndizo siku ambazo zimeshushwa Qur'ani. Kama ambavyo tunakiheshimu kitabu hichi cha Allah, heshima yake pia ni kwa sababu imeshuka ndani ya usiku wa Lailatul Qadri. Lailatul Qadr ni usiku unaopatikana katika masiku 10 ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo masiku haya 10 yamekuwa bora kwa sababu ndani yake pameshushwa kitabu Allah, Al-Quranul Karim. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Masiku haya 10 yamekuwa bora kuliko masiku 20 yaliyopita, ni kwa sababu ndani yake pameshushwa Qur'an ambaye ni huda linnas, mwongozo kwa watu wote, sio kwa Waislamu peke yao. 10 la mwisho lina fadhila kubwa, ahibati fillah. Kwa sababu gani? Imeshushwa Qur'ani. Unaweza ukauliza, katika historia na sira ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wanatuambia Qur'ani ilikuwa inashuka taratibu kutokana na matukio, na ilishuka kwa miaka 23. Sasa iweje mnasema Qur'ani tena imeshuka ndani ya usiku wa Lailatul Qadr? اسمع ماذا قالوا العلماء حول نزول القرآن الكريم. Sikiliza na uzingatie haya, nini wamesema wanaochuoni juu ya kushushwa kwa Qur'ani, ili wewe uelewe
kwamba Qur'ani imeshuka katika thalathatu marahil, 3 marahil, katika hatua tatu. Hatua ya kwanza ila lawhil mahfudh, hiyo ni hatua ya kwanza. Imeshuka jumlatan wahidatan ila lawhil mahfudh, ubao ulohifadhiwa Qur'ani kutoka kwa Allah ilishuka mpaka kwenye lawhul mahfudh, ubao maalum. Hiyo ilikuwa ni hatua ya kwanza ya kushuka jumla kama ilivyo. Wa min lawhil mahfudh ila baitil izza, na kutoka kwenye lawhul mahfudh ikashuka jumla mpaka kwenye baitul izza ila samaa ad-dunya. Baitul izza iko katika samaa ad-dunya, huu wingu wa dunia ipo baitul izza, ndipo iliposhushwa Qur'ani yote pale. Hiyo ilikuwa ni hatua ya pili. Hatua ya tatu, min baitil izza ila nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam bihasbi alwaqi'. Heshima iliyoje! Qur'ani imeshuka ndani ya mwezi wa Ramadhani, wewe upo. Qur'ani imeshuka ndani ya 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani, wewe upo. Ni ihsani kubwa Allah ametufanyia. Allah subhanahu wa ta'ala atupe heshima kama alivyoiheshimisha Qur'ani. Ayuha al-a'izza, usiku huu, haya masiku 10 yaliyobaki, kwa nini yamekuwa matukufu sana? Wawasafaha, yamesifiwa haya masiku 10 biannaha, kwa sababu ndani yake khairun min alfi shahrin, kuna siku moja ni bora kuliko miezi 1000, kama qala jalla wa ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, lailatul qadri khairun min alfi shahrin, usiku huo mmoja ni bora kuliko miezi 1000. Maana yake nini? Atakaye swali ni sawa sawa na kaswali miezi 1000, atakayefunga ni sawa sawa kafunga miezi 1000, atakayetoa sadaqa ni sawa sawa na katoa sadaqa miezi 1000. Ukikalculate miezi 1000 ni sawa sawa na miaka 83 na miezi mitatu. Nani katika sisi amefikisha umri huo? Qalilun. Allah ametupa promotion ambayo haina mfano kwa kukamata tu hiyo siku moja inayepatikana Lailatul Qadri ndani yake. Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, kwa sababu rahimun li ibadi, ana huruma kwa waja wake, anataka waende peponi. Allah atujalie katika hao. Walimadha asbaha al-ashr al-awakhir afdalul ayyam wa layali, kwa nini haya masiku 10 tulionayo sasa ya mwisho yamekuwa bora kuliko masiku mengine? Biannaha mubaraka, ni kwa sababu ndani yake yana baraka. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, kwa hakika tumeishusha Qur'ani ndani ya masiku 10 haya, siku ya Lailatul Qadri, lakini ni siku yenye baraka. Ukishatajiwa kitu chenye baraka, maana yake usiku huo sio wa kuukosa, usiku huo sio wa kuupotezea, tayari upo na kuna maana kubwa ya sababu ya wewe kuwepo, kwa sababu ya kazi maalum ya kuweza kutekeleza yale yanayotakikana yatekelezwe ndani ya masiku haya 10. Ni siku yenye baraka, na ndio maana imekuwa ni bora. Lakini sio hilo tu. Nambari 3, kwa nini imekuwa bora? Nambari 4 ni kwa sababu wa annaha tanazzala fiha almalaika wa ruhu, ni usiku peke yake unaopatikana ndani ya mwaka mzima, siku 365. Ndani ya siku hizi kuna usiku mmoja, malaika wote walioumbwa na Allah ushuka usiku huo. Tanazzalul malaika, wanashuka malaika wote
kuja kuhakiki waja wanafanya nini. Waruhu fiha, na Jibril pia anashuka. Jibril amekuwa separated kutajwa kwa sababu ya utukufu wake. Jibril ni malaika kama malaika wengine, lakini Allah anasema tanazzalul malaikatu, wanashuka malaika kwa wingi, wa ruhu, na ruhu pia ambaye ni Jibril, ambaye pia ni malaika. Kwa nini? Ametajwa kwa heshima yake, kwa kazi yake iliyotukuka. Yeye ndo alikuwa wasita baina al-anbiya, kwa kuwaletea ujumbe toka kwa Allah. Anashusha Jibril kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na mitume wote waliotanguliwa. Yeye ndo alikuwa kiranja wa mitume wote, na ndio maana amepewa heshima hiyo. Ahibati fillah, ndugu zangu katika imani, masiku haya 10 tulionayo ndio masiku ambayo malaika wote wanashuka. Waonaje wewe? Wajisikiaje wewe? Malaika wanashuka, wanashushwa na Allah, halafu wewe umelala. Nasaha 24 TV. على القرآن